Tenda mabaya. Jumapili nikafundisha ya kwamba ni vyema siku zote kuwa na adui, maana katika jaribio usipokuwa nayo hauwezi ukasimama. Kwa hivyo tukubali tuwe na jaribio, tuwe na mtesi, maana mtesi ndio atafanya uombe, mtesi ndio atafanya uwe na imani. Hata licha utalia, lakini ukifika kwa kona unamwambia Mungu, niko mahali hapa. Sema amen. Na huu ndio wakati wa Mungu, wakati wa watu kushinda, wakati wa watu kuamini, wakati wa watu kumtumainia Mungu. Ni nyakati kama hizi. Sema amen. Na kuwakumbuka pia wenzetu wale ambao walitoka Kenya wakaenda nje kutafuta kazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuombe. Maana kama Wachina wakisema wataungana, wataingia ndani ya nchi ya Waarabu ili waweze kuvamia Israeli na Amerika, kutakuwa na shida wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusiruhusu Wachina kuingia ndani, kutakuwa kubaya zaidi, maana wale silaha zao ziko nazo kali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuombe wenzetu walio mahali pale. Huu ni wakati wa kusimama nao. Wengine atasema kwamba askofu wewe simama nao tu, wewe ndio unakulaga fungo yao ya 10. Mimi hakuna fungo ya 10 nakula ya wao. Yenye nakula ni ya mtu mmoja tu ambaye anaitwa Mas Marion peke yake kwa nchi ya Waarabu. Nchi ya Amerika ni mmoja anaitwa Dorin Agera. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuomba ni wengi wameenda, lakini ni wachache. Lakini kwa sababu tunampenda Mungu na sisi watu wa kulipisha, tutawaombea. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni wakati mgumu, ni wakati mgumu. Saizi ni wakati wanatuhitaji. Saizi ndio wanahitaji kanisa. Saizi wanahitaji watumishi wa Mungu. Wengine hata uwanja wa ndege tayari imeharibiwa, hawawezi kutoka kule, wengine kuja hawezi kutoka nchi kwenda mahali pengine. Kwa hivyo mtu wa Mungu uliye mahali hapa, tuwe watu wa maombi, tuwakumbuke wenzetu, tuwasamehe. Hata licho wametukosea, hata licho unapoandika message yako hawajibu, wasamehe, waombee. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ya maombi Mungu atatenda jambo lililo njema maishani mwake na hata kwako wewe, maana akipona wewe unaongezewa daraja. Sema amen. Maana wakipona wewe unafunguliwa. Sema amen. Tushike neno la Mungu siku zote, tuwe watu wa msamaha. Haleluya. Haleluya. Ni wakati wa kumtafuta mwenzio na kumwambia mpendwa, mtu wa Mungu, ninataka kwa kusulubia kwake Yesu, sitaki kubebana mizigo mizito ambayo Yesu aliyebeba akasema kwamba yote yamekwisha, hatutaenda kumsurudisha tena. Ni wakati wa kujiachilia, kumwambia Mungu, yametosha mimi kuyabeba kila wakati. Nimechoka kumbeba mwenzangu, nimembeba miaka 8 zilizorudi, tena bado naendelea kumbeba. Ulimbeba tangia tulianza mpaka leo bado umembeba. Ni wakati wa kuachilia na kumwambia Mungu, ninahitaji msamaha ulio wa ndani, msamaha ulio wa roho, ili kwamba Mungu akaweze kukuweka mahali pazuri kwa wokovu wako. Sema amen. Wokovu ni kitu cha maana, na ni bosa ya kwamba kama Wakristo tuliambiwa ya kwamba wokovu ni kumkubali Yesu na kukubali kupigwa na kugeusha kwingine upigwe. Lakini watu wa Mungu ni wachache wale ambao wanaweza kugeuka. Mara nyingi nilikuwa nauliza hiyo swali mahali hapa ya kwamba ni nani yuko tayari hata sasa nikimpiga kesho ataniita askofu. Wengi waliinua mikono hapa na hapa, angalia walioinua mikono leo isi waoni. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni ngumu. Neno la Bwana sio rahisi. Neno la Mungu ni ngumu. Kwa kutamka ni rahisi kwa kusema, lakini kwa kufanya, my dear, my brother, it's not easy. Amen. Not easy. You can do, you can say, I will do, I will tafanya. Lakini wacha tu mali hapa. Nikwambie tu dada yangu, nenda badilisha njia hii mbaya.
hata utataka kuniona, hautataka kunisalimia, maana hatujui tunafanya nini. Sometimes mtu akasema hivi, ni kwa nini maombi ya tajiri zinajibiwa haraka na maombi ya maskini ajibiwi haraka? Oh, maana unajua maombi ya maskini, anaenda ndani ya maombi, analia shida, angalia fulani, angalia unaiwa alinikosea, angalia, yaani unaenda maombi mbele ya Bwana, wewe masaa mengi ni kunung'unika. Lakini tajiri anaenda hataomba maombi machache. Thank you Father, you know Dubai, that is msiba yangu inakuja, God fikisha to vizuri, and I will see tomorrow. God, thank you my Father, and do something. That's all. Imetosha. Kesho milionea anakuja anafanya vitu vyake bana. Yeye asumbuki na mtu mwingine wowote, acha bebana mizigo mizito. Ndio maana unasikia kwamba kanisa ya kiroho wengi ni wanyonge, wengi hatumuombi Mungu, tunaomba maombi mengi ni ya manunguniko. Manunguniko. You cry. Go to the word of the God, only one. Mambo mawili. God, I am here, I am Flora. God, I want this and this. God bless and this. Thank you Jesus. Thank you for this today. Thank you for your brother. Thank you for the day. Hallelujah. Amen. Nimemaliza. Lakini wewe lazima usipomtaja aliyekukosea na kutaja maombi mabaya. Unaomba unafika mahali unafungua macho. Fulani si ataniroga. Fulani si atanikemea. Can you imagine? Ndio maombi inafanya tuweze kufunguliwa. Mtu wa Mungu, tuwe watu na maombi ambayo inayofaa. Na ndio maana unaonanga kwamba unaweza alikwa mahali pale, uende State House ama katika sherehe yote, wasema askofu omba. La, walikutayarisha mapema, umeandika maombi. Usiende kuomba pale maombi hata ingizana na mahali pale. Sema amen. Ndio mara nyingi huwa tunapenda kwamba wakati ulipokuwa tunaingia mahali hapa morning glory, you say somebody fulani, omba kwa ajili ya mchungaji mahubiri ya leo, omba kwa ajili ya msimamizi, omba ni kwa ajili ya mtu fulani. Sio tena baba Yesu baba, Mungu baba tunakuja, Yesu toba, Yesu. Sasa unatoka ni ile utukufu ilikuwa ndani yake alishaomba. Wewe ni kumbariki, ni kuachilia neema. Mungu atakaposimama, mjaze na nguvu. Yale atakaye nena yatoke kwako. In Jesus name. Amen. Unapoambiwa omba bariki, ombea meza. Baba tunakemea pepo kwa chakula. Bwana. Tunakemea pepo kwa chakula. Chakula tandiko liko na kwanga na pepo. Na hiyo ni kitu cha kubariki tu. Mungu bariki katika jina la Yesu. Just simple. Vitu unaanza kuigiza. Mungu angalia, hata jirani yangu alikuwa hakuna. Mungu wangu mbariki. Mungu angalia, hata hii ni kitu ya kubariki. Just bless. Ndio pale Hosea anasema, watu wangu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tajiri anaomba very short, kesho amefunguliwa. Maskini utapiga mguu hata hujachoka, lakini bado umekanyaga jule flora. Unapomaliza kuomba, Mungu ataangalia sasa yule flora, kwa nini amebango safi? Wewe shauri yako, mimi niletewa nguo kutoka Dubai na watoto wangu tunanga. Sasa hivi utaendelea kuniomba mabaya, kesho Mungu anatenda miujiza, atapitia mwingine, wewe inatoka Dubai, ndio hii mimi navaa, ninaendelea kung'ara. Sema amen. Wewe ukijiuliza kulikuwa kuaje? Kuliendaenda aje? I thought that somebody died, but God akapa. Mungu anapokuwa ndani mwako, hakuna jambo lolote linakuwa ngumu. Sema amen. Tujifundishe mara nyingi kumtumainia Mungu katika maombi. Sometimes ingia ndani ya maombi, wacha kutaja fulani na fulani. Taja verse ya Biblia,
chaja maombi yako ndani ya basi. Mwambie God, najua katika kitabu fulani na kontiba na Mungu kanikotai na ndani ya consider ili nikaweze kontiba redemption. Wacha kunena ndani ya mtu yote. Hatufunguliwi ni kwa sababu ya vitu vingine ambavyo sio vya kwetu. Sema amen. Wakati Mungu anasema atakupigania, wacha afanye kazi yake. Sema amen. Wacha afanye kazi yake akupiganie, na uone kwamba hautamuona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Fungulia kitabu cha Wakorintho wa pili 12 huo mstari mdogo wa 9. Anga na wewe 9 ni 9, 10 ni 10. Rudia 9 peke yako. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba katika udhaifu wako inatosha. Pasipo wewe kujisifia, unaposimama katika kipengele cha Mungu, katika ile neno unalolienda nalo mbele za Bwana, maandiko inasema inatosha. Usije ukaongeza vitu vingine vikaleta uasilia ulio mbaya. Mungu anasema vyatosha. Ni kusimama katika andiko la Mungu na kutembea katika neema ya Bwana. Hakuna jambo lile ambayo Yesu hawezi. Katika neema yako na unyonge wako, maandiko yananiambia kwamba Mungu anakujua jinsi unavyotembea, jinsi unavyokaa, maisha yako Jehova anakujua. Ni wewe mwendee Mungu kwa upole, umwambie Bwana acha moyo wako, umwambie Bwana jinsi unavyohitaji. Vyatosha mpendwa. Haleluya. Tunakosa kufanikishwa ni kwa sababu ya vitu vya kwetu tunavyoviongezea ndani ya imani yetu na maombi. Sema amen. Unakosa kushinda, nimeomba kwa muda na sipati kufanikiwa. Nimeomba, nimelia na sipati kuinuliwa. Mungu ananiambia kwamba unapokaa ndani ya maombi kuna vitu vingine vyaweza kutosha. Wewe ukisimama imara kwa Mungu, Mungu anaweza kutekeleza njia pasipokuwa na njia. Mpendwa, Bwana Yesu apewe sifa. Ni kuachilia vitu vingine vilivyo vya shetani. Shetani huja kuharibu. Kazi ya shetani ni ya kuua na kuharibu. Ni wewe kukemea uovu wa shetani. Shetani yuko wa kukupotezea maisha yako. Shetani yuko wa kukupotezea ndoa yako. Shetani yuko wa kukupotezea kazi ya mikono yako. Lakini unaposimama katika pengo, umwambie Mungu, niko mahali hapa, ninajua ni shetani aliyenifungia kazi yangu, sio mwanadamu aliyefunga, maana haujamuona akifunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kusimama katika pengo ambalo lina Mungu, na Mungu utende kazi iliyo njema. Sema amen. Fungulia katika kitabu cha Yoshua 1 mstari ule mdogo ni wa 9. Maana anaweza, Mungu anaweza. Kama sio mimi, kama sio yeye, anaweza kutenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari? Yaani sio mimi niliyokuamuru uwe hodari. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Na uwe na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Na wala usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe.